Kana popote ulipo ndani ya neno la matumaini, idhaa ni Radio Fortune Africa. Majira asubuhi, baraka tele. Kitabu kile cha Mhubiri mlango wa kwanza mstari ule wa 9. Yaliyokuweko ndiyo yatakayokuweko, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Je, kuna jambo lolote ambalo watu husema ya kuwa tazama ni jambo jipya? Limekwisha kuwepo tangu zamani zile za kale, ziliko kabla ya kabila zote zilipokuweko na uumbaji wa nchi. Hakuna kumbukumbu lolote utakaloliona katika vizazi hivi, na kumbukumbu lolote kwa vizazi vitakavyokuja, vitakavyoonekana miongoni mwa wao watakao kuweko katika dunia. Nasema nini katika habari za neno la Mungu asubuhi njema kabisa? Mfalme ameishi miaka na Mungu amemsaidia siku zake za uzeeni. Katika miaka ya uzeeni anaandika kitabu hiki cha Mhubiri Suleimani katika habari za kuwafahamisha watumishi wa Mungu na hasa wasomi wa neno la Jehova mambo mazuri ambayo Bwana ameweka moyoni mwake. Mtu aliyekuwa na hekima nzuri kabisa, baada ya kumwomba Bwana, nipe hekima, na siku zake zote akiishi duniani alikuwa mtu mwenye hekima. Alifahamu vitu vingi na hata sauti na mambo makubwa ambayo yalikuwa yanaweza tendeka baada ya leo. Ni mtu ambaye hekima kubwa ilikuwa ndani yake, angekuzungumzia vitu na ungefahamu ya kwamba hana hekima ya kutosha. Alivyotazama dunia sana na kuiangalia toka mwanzo na kuichunguza na kuidurusu dunia vizuri sana, hakuona kipya, hakuona jambo jipya. Anasema yaliyokuweko ndiyo yatakayokuweko, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka. Hakuona kipya. Siku zote ilionekana kuwa vitu vilivyofanyika chini ya jua vilikuweko, tena vilikuweko. Nasema katika kumbukumbu za vizazi vilivyokuweko, hata vitakavyokuweko na vitakayokuja, kumbukumbu haya mambo yote yanayotendeka yalikuweko. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Mambo yote yalikuweko. Kama ni magorofa marefu marefu, hata katika maandiko watu walipatana wakalijenga mnara mrefu katika dunia. So hakuna jambo jipya. Kama ni mavazi, yalikuweko tangu mwanzo. Vitu hivi vyote vilivyoko sasa ni vitu vilikuweko tangu hapo mwanzo. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Nasema, enyi watumishi wa Mungu muishio katika dunia ya sasa, fahamuni ya kwamba aliyesalia kuwa mwaminifu ni Mungu. Ni yeye yule jana, leo na hata na milele, na hata wahi badilika. Lakini vitu hivi vyote mnavyoviona vilikuweko na ni ubatili mtupu. Vitakuweko, vitaendelewa. Vitu hivi vinaboreshwa tu katika ubora wake, lakini vilikuweko tangu mwanzo. Na hivyo anasema kama nabii na mtumishi wa Mungu ya kwamba kilichochema katika maisha ni kuishi kumtukuza Mungu na kumuinua siku zote. Maana leo una afya mzima, mtu anayeweza fanya vitu vikubwa. Kesho vitu vinaweza badilika na ukajipata chini, mtu asiamka tena na siweza sukuma lolote. Kwa sababu gani? Nguvu ulizonazo na nafasi ulionayo nzuri, mapema hivi unaporauka, tangaza habari za Mungu. Tumia nafasi yako vizuri kutangaza wema wake na ukuu wake Jehova, maana chini ya jua hakuna jambo jipya. Tuache kuyafuata mambo yasiyokuwa na maana kwetu, yasiyofaa na yasiyotuweza tusaidia lolote. Kilicho cha maana ni kulifuata neno lake Mungu na yaliyo ndani ya neno lile, na kudumisha amani ya neno na kuishi maisha kumtukuza Mungu milele. Siku zote amini ya kwamba Mungu akiwa upande wetu ni mshindi kwetu, na sisi ni washindi, tena zaidi ya washindi. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Mambo haya yote yalikuweko na yatakuweko tena kizazi na hata na kizazi. Vitu hivi vitaboreshwa tu katika ubora wake, lakini aminini jambo moja, nabii wa Mungu anasema yaliyokuweko ndiyo yaliyoko sasa, na yatakayokuja ndiyo yaliyoko, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, na yatakayotendeka tena siku zijazo. Hakuna jambo jipya chini ya jua. Tuwezi kujipiga kifua ya kwamba mimi ndio mimi na mimi ninaweza. Kama ni hekima na maarifa, zilikuweko tangu mwanzo. Kama ni uumbaji, vitu hivi vyote viliumbwa na Mungu mwenye nguvu, ndiye anayepeana riziki za kila siku. Ikiwa Bwana amekubariki wewe kwa wakati huu, amekupa neema ya baraka za wakati huu, fahamu pia kuna wale waliobarikiwa zaidi yako, waliokuwa mbele yako. Kama ni Bwana amepanua mipaka yako kwa wakati huu, sio dhani ya kwamba hakuna waliobarikiwa kiwango chako kama hiko. Kuna wako waliobarikiwa hivyo. Kama uko chini kiwango chinji ulivyo hivyo, sio wa kwanza kuwa chini. Kuna waliokuwa chini tangu mwanzo huo, na kumaanisha Mungu aliwasaidia kusonga hatua zingine za baraka. Hivyo nasema katika
habari za neno la Mungu, yaliyokuweko ndiyo yaliyoko na yatakayotendeka ndiyo yaliyotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mambo yote yanayofanyika hapa yalikuweko, lolote naloliona lilikuweko tangu mwanzo, na upya wa jambo lile ni jinsi linavyokuja kwa wakati huu. Lilo la maana katika siku zote, kumbukumbu lako wacha likakumbukwe, ya kwamba ulipokuwa duniani Bwana alikusaidia na ukafanya mambo ambayo yanakumbukwa siku zote, tena yanayeishi katika fikra za watu, ya kwamba Mungu alikuwa hapa pamoja nasi na alitutenda mema na kutubariki katika maisha yetu ya kila siku. Baba, katika jina la Yesu Kristo, lako latutia moyo ya kwamba katika habari zote za matumaini, ya kwamba haya mambo yaliyoko sasa yalikuweko na yatakuja mazuri zaidi ya haya. Bwana, utatusaidia kupigana, kutusaidia kutuonekania, kutupa neema katika hatua zetu zote za kila siku, tunapoliwazia jambo la baraka mbele zetu na kuombea watakatifu wote na kuombea idhaa hii. Neema ya Baba inatosha. Hasa ukuu wako unatutawala katika hatua zetu zote kila siku. Unatutenda jambo jipya, unatawala utumishi wako na kuonekania katika hatua za baraka zilizoinuliwa milele, maana wewe ni Mungu wetu, na ni kwa Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana walinda, watunza, wabariki na watende mema wakati huu mwema kabisa wa kumtukuza na kumuinua katika hatua zetu zote za kila siku. Amebaki mwaminifu na ni Mungu mwenye nguvu. Matthew Ndeva ndio jina langu na neno litadumu milele. 456146 pia hiyo ni namba yetu. Unaweza simama kituo hiki kifedha na pia kimaombi, kutufanya kusalia radio hii kutamba katika mitandao. Ni baraka tele. Asante na karibu. Nasema hivi, akupe neema na kutosha kwa wakati huu mwema, na hasa sana tunapoendelea kuingia ndani ya wikendi. Baraka tele ziwe nawe, na ushindi na ushirika wa Jehova ukuzidishe maradufu. Asante na karibu.